Habari za leo, habari za Jumatatu, mtoto wa Mungu. Karibu katika kipindi chako cha wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Karibu sana katika siku hii ya leo, na tunajifunza neno kubwa sana, namna ya kukabiliana na hofu, jinsi ya kukabiliana na majaribu makali, na namna ambavyo tunapita katika vipindi ambavyo vinatutisha sana katika maisha haya. Labda wewe unaweza kuwa na bahati hujapitia hayo, lakini itatokea wakati unaweza ukajikuta huko katika vipindi kama hivyo. Mimi nimepitia vingi sana, tena vipindi vibaya na vya kutisha na vya majaribu makali. Katika kitabu cha Isaya 43, kitabu cha Isaya 43 na lile fungu la pili, 43 na fungu la pili nasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakuharikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hiyo hapa Mungu anatupa ahadi. Tulishaona pia katika Biblia wapo vijana ambao walimtegemea Mungu, wakatupwa katika moto. Moto haukuwaunguza, wala upindo wa nguo zao haukuweza kuongozwa na moto. Na hata unapopita katika maji mengi sana, tuna ahadi hii kutoka kwa Mungu kwamba haya maji hayatakuteketeza, hayatakugharikisha, hautagharikishwa, kwamba utapita salama kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na wewe. Hili ni neno ambalo ni muhimu sana kwa sisi ambao tunapitia vipindi vigumu katika maisha, majaribu makali. Tunapomtegemea Mungu, maana yake kwamba tuna uhakika wa kutoka salama. Neno hili halikanushi ukweli kwamba changamoto zitakuwapo, na tutapitia changamoto. Wakati mwingine zinakuwa kubwa na watu wanakutungia maneno. Wapo wanakutungia maneno, huyu ni kwa sababu kawa vile, huyu kwa sababu kawa vile. Hata enzi za Yesu ilikuwa hivyo hivyo, na hata wanafunzi wake walisema hivyo, walidhani hivyo hivyo. Mungu hasemi hautapita katika maji mengi, wala hautapita katika moto, hautapita katika majaribu makubwa, kwamba hautapita katika dhoruba, hautapita katika vipindi vigumu. Hapana, la hasha, hasemi hivyo. Kwamba mlima wakati mwingine unakuwa ni mrefu sana. Hapana, Mungu hasemi kwamba hautapita katika hivyo vipindi, lakini anachotuhakikishia ni kwamba uwepo wake utakuwa pamoja nawe. Atatuma msaada wake kwa wakati. Ahadi ya uwepo wake ni muhimu sana katika maisha yetu tunapopitia vipindi vigumu na changamoto kubwa katika maisha haya. Ukomo wa uwezo wa jaribu upo pia vile vile Mungu ametoa. Kwa sababu anasema maji yanaweza kuwa ni mengi sana. Dhoruba inaweza kuwa kubwa mpaka unaogopeshwa, unaogopa. Inawezekana ukapita katika moto mkali, majaribu makubwa na hali ngumu sana katika maisha mpaka unachekwa na watu. Lakini changamoto tunazozipitia na hali ambazo tunazipitia, tunaona kuna ukomo, kwa sababu Mungu amesema kwamba atakuwa pamoja na sisi, na kwamba tunapaswa kuweka imani yetu kwake yeye. Ni neno linalobeba uhakika thabiti kabisa. Hata kile kinachoonekana kuwa ni kigumu sana katika maisha yetu, na labda cha kutukatisha tamaa, labda kinaweza kuwa kigumu kiasi gani, lakini hapa neno hili linatupa uhakika. Linatupa uhakika kwamba Bwana atakuwa pamoja nasi, na wala hatutateketea, na wala sio mwisho wetu, kwamba tutaamka tena. We will rise again by the grace of God. Mungu akubariki sana katika wiki hii unapolitafakari hili neno, unapopitia katika vipindi vigumu na vya majaribu, hili neno liweze kukutia moyo. Mungu akubariki sana. Mungu atakuwa pamoja na wewe katika kila hatua. Basi hebu tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante sana katika siku ya leo ya Jumatatu, tunapoianza wiki nyingine ya kazi. Tembea pamoja nasi. Wenzetu Mungu wa mbinguni wanapitia katika vipindi vigumu, lakini wapo ambao pia mbeleni kutakuwa na vipindi vigumu mbele yetu Baba. Lakini tunakushukuru kwa neno lako la Isaya 43 na fungu la pili, kwamba japo tunaweza tukapitia katika majaribu makubwa sana na vipindi vikubwa vigumu sana katika maisha yetu, wewe upo pamoja nasi, na kwamba utatupitisha salama, na wala hatutagharikishwa katika maji mengi, na wala moto hautatuchoma, hautatuunguza. Asante kwa ahadi hii. Tembea na mtoto wako katika wiki hii, tutembee na hili neno, na Baba upate kuwa halisi na katika maisha yetu, kwa sababu wewe ndiwe msaada wetu, na hata sasa ni wewe uliotusaidia. Tuongeze imani.
Tunakushukuru katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki. Uwe na wiki njema.